kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Tafadhali usisahau kubonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Asante sana. Karibu katika chaneli yako ya Usajili TV. Chaneli hii inaenda kukupa wewe masuala yote ya kimichezo na burudani nje na ndani ya Tanzania. Ili wa kwanza, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii, na niseme asante sana. Lakini naweza kusema kwamba kwa sasa tumeanzisha utaratibu wetu ambao sisi kama Usajili TV, kwa kuthamini mchango wa wewe mfuatiliaji, msikilizaji na mpenzi wa chaneli yetu ya Usajili TV, tumeanzisha program ambayo ipo kwa ajili yako wewe mpenzi na mfuatiliaji, ambapo komenti nzuri utakayoweza kuiandika itakwenda kuonekana katika video zetu zitakazo kuja. Kwa hiyo fanya hivyo na uwe tayari kuangalia video nyingine ambazo tutaweza kuziweka katika chaneli yetu ya Usajili TV. Hii ni kuonesha kwamba jinsi gani tunathamini mchango wako wewe kama mpenzi, shabiki na mfuatiliaji wa Usajili TV. Sasa leo katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hapa nazungumzia Facebook, Instagram pamoja na YouTube nchini Tanzania, baada ya usajili wa Sharulile kuweza kutishia dirisha la usajili. Kwa sasa mambo yamekuwa vangarati, tunaweza tukasema, au mambo kwa sasa yamekuwa hayaeleweki pale Msimbazi. Imekuwaje pale Msimbazi? Bwana, tunaambiwa kwamba pale Msimbazi kwa sasa kuna mtifano mkubwa sana kwa viongozi na bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba Sport Club. Imetokea kivipi? Hii imetokea baada ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Sport Club, hapa na mzungumzia mzee Murtaza Mangungu. Bwana Murtaza Mangungu bwana aliweza kutoa maneno, au tunaweza tukasema aliweza kutoa go ahead ambayo imeleta sintofahamu katika uongozi wa klabu ya Simba. Yeye alikuja hadharani baada ya kufungua mkutano wa dharura Bunju, ambapo ameweza kuongelea masuala mbalimbali ya kiuongozi na jinsi gani klabu mwenendo wake unavyoendelea. Na huu mkutano aliweza kutoa kwa dharura, ambapo tunajua kwamba klabu ya Simba kwa sasa bado haijafanya mkutano wake mkuu kama tunavyotarajia kila mwaka. Sasa hii sintofahamu imeletwa baada ya yeye kutoa majina ya bodi ya wadhamini, lakini moja kwa moja klabu iliweza kutoa taarifa za kukataa tamko lake. Sasa hapa tumeona ni jinsi gani kwamba yeye kama mwenyekiti wa klabu ya Simba, ni jinsi gani kwamba mamlaka yake yameweza kuwa madogo. Sasa hii sintofahamu pia Mo Dewji pia ameweza kuingilia baada ya yeye mwenyewe kuonesha kwamba aliweza kuposti ile taarifa ya taarifa kwa umma kwa klabu ya Simba. Hii ni kuonesha ni jinsi gani kwamba yeye Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji wa klabu ya Simba hayuko upande wa mzee Mangungu moja kwa moja. Sasa habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba muda wowote ule tutegemee kwamba klabu ya Simba itaweza kutoka hadharani na kuongelea swala hili ambalo tumeweza kuona kwamba limeweza kuchukua kasi sana katika vyombo mbalimbali vya kimichezo na burudani. Sasa wewe kama mpenzi, shabiki na mwanachama wa Simba Sport Club, tunajua kwamba una machache ya kusema kuhusiana na swala la Mangungu kuja hadharani na kutoa matamko yake ambayo rasmi yalikuwa
nje tofauti na uongozi mzima wa klabu ya Simba Sport Club. Au unaweza kusema kwamba klabu ya Simba kupitia mkuu wa bodi ya wakurugenzi aliweza kurudi tena na kutoa taarifa kwa umma kwamba hajaweza kuthibitisha kauli hizo ambazo mwenyekiti wa klabu ya Simba aliweza kuzizungumza. Kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tafadhali usisahau kubonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii, na niseme asante.